Freeman Mbowe, mimi nilikuwa katibu. Na tarehe 10 mwezi Desemba, mwenyekiti Freeman Mbowe akafanya mkutano na waandishi wa habari, akaeleza msimamo wetu wa kwamba kwa tuliofanyiwa kwenye uchaguzi wa serikali za mitaa, hatuko tayari tena ufanyike uchaguzi mwingine bila mabadiliko, na akasema no reforms no election ndio msimamo wetu. Uamuzi huo ukapelekwa tena kwenye kikao cha kamati ukapelekwa tena kwenye kikao cha kamati kuu kilichokaa tarehe 19 mwezi Februari, mkutano wa baraza kuu la chama. Uamuzi huo ambao ulipitishwa toka mwaka 2024 ukapelekwa tena kwenye kamati kuu baada ya uongozi mpya kupatikana. Kamati kuu iliyojifungia Bagamoyo kuanzia tarehe 31 mwezi Januari 2025 kwenye retreat mpaka kikao cha kamati kuu kilichokaa tarehe 4 mwezi Februari mwaka 2025. Yeye akiwepo, tumekaa kikao Bagamoyo, tumekubaliana kwamba tunatekeleza vipi no reform no election. Lakini zaidi ya kamati kuu, bahati nzuri hivi vikao vilikuwa live. Mkutano mkuu wa chama ulikuwa live tarehe 21 mwezi Januari mwaka 2025. Mimi mwenyewe katibu mkuu, kikao kikiwa live, tukiwa Mlimani City, kikao cha juu zaidi kuliko kamati kuu, kuliko baraza kuu, mkutano mkuu wa chama. Nikaueleza mkutano mkuu wa chama, nikasoma ripoti, taarifa ya katibu mkuu kwamba kamati kuu imeazimia hivi, ikapendekeza kwa baraza kuu limekubali. Sasa tunapendekeza mkutano mkuu upitishe azimio na kwamba chama kizima sasa kisimamie no reform no election, na wajumbe wote wa mkutano mkuu wakaipitisha hiyo azimio kwa kauli moja wakati wanapitisha taarifa ya katibu mkuu. Kwa hawa wanatoa visingizio, wanazungumza lugha ya CCM inayosema kwamba msimamo wa no reform ni wa Tundu Lissu, ni wa viongozi wachache. Sisi tunasema sio tu ni msimamo wa mkutano mkuu wa chama, bali pia ni msimamo wa wananchi wa Tanzania. Sasa tukisema ni msimamo wa wananchi, wao wanasema mnatumia kipimo gani kusema wananchi wanakubali? Sasa mimi nawahoji nyinyi hapa Bariadi. Nyinyi hapa wangapi mnakubaliana na sisi kwamba bila mabadiliko hakuna uchaguzi, no reform no election? Vidole viwili juu. Vidole viwili juu. Sasa mpiga picha mmoja apande juu, apande pamoja na chini, uchukue na juu kabisa sauti ya wananchi. Tuseme kwa pamoja wale mnaamini no reform no election. Zuia kidogo. Nikisema no reforms, tunasema no election. No reforms. No reforms. No reforms. Asanteni sana. Piga picha wa polisi, pelekea polisi. Piga picha wa idara ya usalama wa taifa, pelekea mkurugenzi wa idara ya usalama wa taifa. Nafikisheni salamu kwa Rais Samia kwamba no reforms no election ndio msimamo wa wananchi. Sasa pili, sisi tuliwaambia mapema sana, kama dada yangu anavyosema pale, wabadilishe katiba. Tuliwaambia mapema sana kwamba wafanye reforms. Tulimwambia Magufuli, akakataa. Mwenyezi Mungu alipomtoa Magufuli na rais mpya kaingia, tukawa na matumaini kidogo kwamba sauti mbadala zitasikika. Tukaanza kufanya makongamano ya katiba. Rais mpya alipoona moto wa katiba unaongezeka, akatoa kauli aliyoita kwamba sisi tunafanya chokochoko za katiba. Na hatimaye mwezi Julai Mwanza wakamkamata mwenyekiti Freeman Mbowe, wakambambikizia kesi ya ugaidi. Kwa mkakati wa kudai katiba mpya ukapungua nguvu, tukawa na nguvu kubwa ya kusema Mbowe atoke, Mbowe sio gaidi. Mbowe akatoka, akaenda kukutana na rais Ikulu, na baadaye rais akatuita Ikulu. Mimi nilikuwa sehemu ya viongozi tuliokwenda Chamwino mwezi Mei mwaka 2022 kukutana na rais. Tukamweleza rais
juu ya matatizo ya chaguzi 2019 2020. Tukamweleza rais, akakiri kweli kulikuwa na matatizo. Akatuuliza tufanye nini? Tunataka nini? Tukamweleza juu ya namna ya kukwamua mchakato wa katiba uliokwama toka kwenye katiba iliyopendekezwa na rasimu ya Warioba. Tukamweleza vyombo vya namna ya kukwamua ratiba ya kukwamua mchakato wa katiba. Lakini kwa kauli zake tukaona hao wanaweza wakachelewesha mchakato wa katiba. Tukamweleza na mapendekezo mbadala kwamba iwapo mchakato wa katiba ukichelewa, ni maeneo gani kwenye katiba tuyarekebishe kuwezesha kuwa na tume huru na uchaguzi huru na haki. Tukamweleza kuhusu ibara ya 74(1) inayompa mamlaka rais kuteua tume, ibara ya 74(10) inayolazimisha tume kwenye wilaya, kwenye halmashauri, kwenye kata kutumia watumishi wa umma kwenye usimamizi wa uchaguzi, na tukataka ibadilishwe ili watu huru waajiriwe na tume kusimamia uchaguzi. Ibara ya 74(12) inayoipa kinga tume, huwezi kushtaki popote tume ikiengua mgombea, tume ikikuzuia kampeni mpaka baada ya uchaguzi. Ibara ya 74(5) inampa rais mamlaka kuiondoa tume wakati wowote anaotaka. Tukasema inawatisha tume, inawafanya wafanye matakwa ya rais ambaye ni kiongozi wa CCM. Ibara ya 41(7) inayosema kwamba matokeo ya rais hayawezi kupingwa mahakamani. Tukaorodhesha mambo ya kikatiba na ya kisheria ambayo kwa muda sitayasema yote. Rais akasema kwa hoja hizi basi tuunde kamati ya mazungumzo kushughulikia hoja moja baada ya nyingine. Serikali na CCM wakaunda kamati iliyoongozwa na aliyekuwa mwenyekiti wa CCM Kinana. Sisi tukaunda kamati iliyoongozwa na mwenyekiti Mbowe. Mimi nilikuwa sehemu ya kamati yetu ya watu watano. Tukajadiliana. Kwa mwaka mzima tunabishana hivyo vifungu. Hiki CCM anasema hiki, serikali inasema hiki, tunawabana. Baada ya mwaka mmoja tukawaambia, tukabaini kabisa hawana dhamira ya kufanya mabadiliko. Tukawaambia sisi tunajiondoa na hayo mazungumzo. Tukajiondoa na tukasema tunarudisha swala hili kwa wananchi. Sasa hivi hao waliochelewesha hizo reforms kwa muda wote huo, eti leo wanatoa kauli wanasema muda umechelewa sana, uchaguzi umekaribia, hakuna muda wa kufanya hayo marekebisho, hayo mabadiliko. Sisi tumewaambia kama kisingizio chenu ni kuwa hakuna muda, tuko tayari uchaguzi uahirishwe mpaka kwanza haya mabadiliko yaweze kufanyika. Jambo hilo halitakuwa mara ya kwanza Tanzania uchaguzi kusogezwa mbele. Zamani tulipoingia kwenye mfumo wa vyama vingi, uchaguzi wa udiwani ulikuwa unafanyika pamoja na uchaguzi wa wenye viti za vijiji na vitongoji. Baadaye ukafanyika uamuzi wa kutenganisha kati ya uchaguzi wa udiwani na wenyekiti wa vijiji na vitongoji ili uchaguzi wa udiwani ufanyike pamoja na uchaguzi wa ubunge.